Wasiwasi sana na watu ambao wananena kwa lugha sana, wanaomba sana, lakini hawana matokeo. Kuna namna hawajakaa vizuri. Wakija kanisani wanajifanya ndio tupo, lakini wakitoka kanisani mambo mengi. Maana haiwezekani. Kusudi kubwa la maombi ni kuongea na Mungu na kumsikiliza Mungu. Sasa kama unamsikiaga Mungu, mbona hubadiliki? Kuna shida sehemu fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanane na Mungu. Lazima tufanane na Mungu. Haleluya. Lazima tufanane na Mungu. Tukifanana na Mungu, tutaomba atajibu. Tukifanana na Mungu, tutatamka vitu vitakuwa. Tukifanana na Mungu, kuna vitu vitabadilika lazima tu. Haleluya. Kuna vitu vitabadilika lazima tu. So usiwe mojawapo ya wale ambao wanafanya tu kufurahisha watu. Ukiwa kwenye kusanyiko la watu, hapo ndo tunaona, lakini ukiwa peke yako umetoka, hamna kitu. Utakuwa unajidanganya pakubwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni majira yetu ya kukutana na Bwana. Ni majira yetu ya kukutana na Bwana. Bado sijasikia sauti za wapendwa. Ni majira yetu ya kukutana na Bwana. Haleluya. Bado naona fundi mitambo ananitafuta. Naomba unipate. Ukinipa hizi za chini vizuri, kaweka nguvu, utakuwa umenisaidia pakubwa. Hizi mbili. Wala ambao wakuwepo, tulisema ili ukutane na Mungu ni lazima ufanane na Mungu. Haleluya. Na andiko letu la msingi ni kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27, pale ambapo Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano, au na tumuumbe mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Amen. Tukasema kwamba kwa nini anasema tumfanye mtu na tumuumbe kwa sura na mfano wetu. Hakusema kwa sura na mfano wangu, lakini anasema kwa sura na mfano wetu. Maana yake walikaa Baba, Mwana, Baba Roho Mtakatifu na Baba Mungu mwenyewe, wakakubaliana, hawakukurupuka kukutengeneza. Amen. Sasa baada ya hapo tukasema tukiangalia sura zetu humu ndani hatufanani. Kuna mwingine ni mweupe, kuna mwingine ni mweusi, kuna mwingine ni mrefu, kuna mwingine uso huko kama duara hivi, mwingine umenyooka, tofauti. Haleluya. Lakini tukasema kumbe ndo maana Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu alimpulizia. Haleluya. Vile ambavyo hakufanya kwa wanyama, hakufanya kwa miti, hakufanya kwa ndege, lakini kwa mwanadamu alifanya, ili mwanadamu afanane na Mungu. Haleluya. Hicho ndo kinachotutofautisha. Na tukaja kuangalia ile pumzi ambayo alimpumulia mwanadamu, akaweka ndani mwake, ili mfanya mwanadamu atofautiane na vitu vingine. Ndio maana baada ya Adamu kumuumba, akawa anatafutiwa mke. Alijaribu kuangalia, hakuona wa kufanana naye, kwa sababu hawa wengine hawakupuliziwa, hawakuwa na tabia ya kimungu. Haleluya. Hawakuwa na tabia ya kimungu. Lakini alipomuumba mwanamke,
naye akapuliziwa, akawa kiumbe hai. Alipomwona akasema, hapa sawa, huyu tunafanana. Maana kuna vitu ambavyo vipo ndani mwangu, vipo pia ndani mwake. Kuna tabia ambazo zipo ndani ya Mungu, ameziweka pia ndani mwetu. Haleluya! Hizo ndo zinazofanya wewe na mimi tufanane naye, sio kwa uso, sio kwa umbo ulionayo, lakini ni kwa zile tabia au zile sifa ndo zinazofanya wewe na mimi tufanane na Mungu. Tukasema sifa ya kwanza au tabia ya kwanza ni upendo. Mungu ni upendo, na ule upendo unapoishi ndani mwetu, Mungu anaonekana kupitia sisi. Haleluya! Hapo tukiwa na upendo tunafanana na Mungu. Sio upendo wa boyfriend na girlfriend, sio upendo wa mama na mtoto, lakini huu ni upendo unaitwa agape, upendo usio na mipaka, upendo ambao haubagui, upendo ambao unapenda kila mtu. Tukaendelea tukasema sifa ya pili ni uaminifu. Sifa ya pili inayotufanya tufanane na Mungu ni uaminifu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, ametuita tuwe waaminifu. Sasa leo tuna changamoto kubwa, watu wa duniani hawaaminiki, njoo kanisani pia tabia hizo hizo, hawaaminiki. Yaani zile za duniani tunawaogopa, tukija kanisani pia tunaogopana. Huwezi kuacha simu tu kizembe hivi, unaiacha hapa kwamba nitaikuta mara moja nitoke nirudi. Humu kanisani hatuaminiani. Haleluya! Yaani unalazimika kuomba na macho wazi. Huku naomba kwa jina la Yesu, huku naangalia mkoba, huko salama. Tuko uweponi mwa Bwana. Lakini kuna mwingine ameamua tu, hataki kuingia rohoni, yeye anaangalia vitu vya wenzake tu. Haleluya! Lazima tuwe waaminifu. Ni lazima tuwe waaminifu. Kule kwetu siku moja watu waogopagi, tulichangisha hela ya ujenzi, wakaahidi watu wengine hawatakagi mambo ya usumbufu, keshi pale pale zikawa zinakuja. Tukakusanya 600,000 mpaka milioni hivi, tukampa mhasibu. Kaenda kukaa nyuma, alikuwa na katoto mhasibu, kaenda akakaa nyuma kule. Sasa nafika tu, hela kaamua ziweke kwenye mkoba hivi. Katoto kakaanza kulia, kaacha begi pale kwenye kiti chake, kapita kwamba bembeleze katoto mara moja nje arudi. Yaani kutoka tu na kurudi. Hizo ni hela za ujenzi. Tunajenga kanisa la Mungu. Uaminifu. Uaminifu. Swala sio kuwa ndani ya kanisa, swala ni uaminifu. Unaweza kuaminiwa, wanaweza watu wakakuamini, mchungaji wako anakuamini, Mungu anaweza kukuamini. Kama uaminiki na vitu vidogo, kila siku naomba Mungu nibariki na biashara kubwa, anakuona utakuwa tapeli mkubwa, hawezi kuamini. Hawezi kuamini. Haleluya! Mungu alikuwa mwaminifu, akashuka kupitia Yesu, akawa mwanadamu. Alipigwa, alisingiziwa, lakini hakubadilisha maneno. Alikuwa mwaminifu hadi mauti, na sio mauti tu, mauti ya aibu pale msalabani, bado akabaki kuwa mwaminifu. Anamuuliza, si wewe unasema ni mfalme wa wafalme au ni mfalme wa Wayahudi?
anawajibu, mmesema. Habadilishi maneno. Alivyoanza mwanzoni vile vile ndo alivyomaliza. Ile Wakristo leo hapa na ndoa wingi wetu zinayumba sababu uaminifu umekosekana. Nyumba zetu wengi hazijakaa vizuri kwa sababu uaminifu haupo. Yaani utapewa mbinu 7 za kutunza ndoa, utazisoma zote, ukikosa misingi ya kibibilia utoboi. Haleluya. Ukikosa misingi ya kibibilia hufanikiwi. Naone mara nyingi wanaofanikiwa kwenye ndoa au mambo mengi hayo ukiangalia ni wale wanaonekana wajinga kama wajui chochote, kama watoto fulani ndio wanafanikiwa, ila wale wajuaji please naomba urudie kidogo hapo. Haleluya. Nasema wanaofanikiwa kwenye mambo mengi, hata kama ni ndoa, ni kazini, ni wale ambao laini ukawaona ni kama wajinga hivi, hawajui. Ni wanyenyekevu hali ya juu, ndio unawaona wanafanikiwa, ila hawa wajanja wajua vyote. Na mwingine akaja alikuwa anataka kuoa. Unajua vijana kuna umri wanafika hawashikiki. Akafika akapata mchumba. Umempata wapi? Kwenye makanisa yale ambayo hawajaokoka. Sitaki kulitaja jina maana inawezekana ananifuatilia na ananiona. Akamchukua, kamleta. Mchungaji, naomba nishauri. Ameshaamua, halafu ananichezea kwamba ni mshauri. Nimeshapata mchumba, nataka kuoa. Unataka ushauri? Umepata au vipi? Ndio hivyo mchungaji, tamka neno tu. Vile nikamuuliza ameokoka? Mchungaji, ila yuko vizuri. Swali ni kwamba ameokoka. Yaani hana mambo pombe hanywi, yaani hivi mambo ya kilabuni haendagi, yeye ni mambo kazini na kanisani kwake anaendaga. Anasali wapi? Kaniambia hiyo kanisa ambao hajaokoka. Mwambia we. Nikamuita siku nyingine nikamwambia, unakoelekea unakosea. Mna mchungaji amekubali huyu mtu atahamia hata kanisani kwetu, ataanza kusali kwetu. Yaani yeye hana shida kabisa kanisani kwake, anaacha. Na walivyo wajanja, kaacha kweli. Hiyo binti kaja, kaanza kuja mara ibada za katikati. Hiyo siku na ibada haipo, huyo anajipitisha kwanza ofisini kusalimia. Sema mchungaji, nipo tu naomba kanisani, ili tutambue kwamba yupo kwe. Kaamua kuhamia kwetu. Nikamwambia tena ule kijana, nikamwambia huwezi kumwokoa mtu, ni Yesu peke yake. Asiokoke kwa sababu umeamua kumuoa. Kama ni kweli, mwambie kuna mambo naweka vizuri. Tunajipa muda kwanza, mwaka. Hatufungi ndoa mwaka, ili tuone kama atakuwa anajiretareta kila siku, hata siku ambazo ibada haipo. Mwaka sio mchezo. Kijana kagoma, mimi nazeeka. Yaani nakuwa, unataka mimi nisiwe na watoto? Nini? Nikasema kama mtaki mniambie, mimi ndo nimeshaamua. Nimemsikia Mungu, nimeamua. Sema haya, umeamua. Ndoa ikafungwa. Kwani mwezi uliisha? Wanatoka tu honeymoon. Mwingine analala sebuleni, mwingine analala chumbani.
Wiki ya 3 kachoka kulala sebuleni, kahama kaenda kwao. Kijana sasa hofu ya kurudi, kwamba aje aseme nimeharibu, mliniambia. Kaanza kutafuta faraja huko nje. Huyu ni mwalimu yule kijana. Huyu mwalimu aliyekuja anamfariji, zikakubali. Uaminifu, kutokuwa mwaminifu kunazaliana na kutokuwa mwaminifu, dhambi juu ya dhambi. Wakafarijiana vyote. Kale kabinti kakapotea tena. Kaja wa pili. Nao mshauri wakashauriana vyote. Na Mungu akitaka kukukomoa, zikakubali ngoma kote wawili, ajui kijana. Huyu mimba imeingia, huyu naye mimba imeingia. Zinaingia tu. Binti mapepo yamemtoka, nataka kurudi kwa mume wake. Tunajua watu ambao hawajaokoka, kuna wakati mapepo yanakuachia kidogo, upumzike kidogo, nachoona kama uko nafuu. Kumbe yanajikusanya tu, ili akipiga tukio ya kuharibie. Hayawaachagi, yanapumzika tu, yanaalika wengine. Kaamua arudi. Anarudi, ndo yule anapokea taarifa, mimi tayari huku. Na huyu huku simu, mimi tayari. Zimepishana wiki. Yaani usipokuwa mwaminifu kwa Mungu, utaharibu tu maisha yako. Hakuna kitakachokubeba. Uaminifu umeshika nafasi kubwa kwenye maisha yako. Uaminifu. Uwe mwaminifu kanisani. Mpaka wengine tunaogopaga, usifikiri tusikiagi matangazo ya kazi huko nje. Tunasikia. Ukisikia unaangalia vijana wako, nikimpeleka huyu, nipigiwe simu kwamba kijana wako kafanya 1 2 3, bora nimpeleke yule, hata kama asali kwetu aende tu, kuliko huyu. Kutokuwa mwaminifu, unajikoseshea fursa kwenye maisha yako. Unajikoseshea vitu. Utaishi maisha ya kujuta kila wakati. Utaishi maisha ambayo hayana amani kila wakati. Yaani wewe kila wakati ni ujanja, maana unaogopa utakamatwa. Na ukipiga tukio moja tu, unaanza kutafuta nyingine ya kufunika. Ndio naendelea hivyo hivyo. Hadi unafika kiwango ambacho uishtuki, mpaka madhabahuni unasema uongo. Lazima tuwe waaminifu ili tufanane na Mungu. Muulize jirani yako, unafanana na nani? Ukiona aitiki anafanana na bibi yake, muulize tena, unafanana na nani? Haleluya. Cha tatu, tunafanana na Mungu kupitia utakatifu. Tunafanana na Mungu kupitia utakatifu. Mwambie jirani yako kwamba utakatifu. Mtikise kidogo, mwambie utakatifu. Hapo Mungu asipokuja Jumapili, Yesu asiporudi Jumapili, nasikitika wengi wataachwa. Na Biblia inasema hatujui ile saa, hatujui hata siku. So najua haitakuwa Jumapili.
Kwa sababu Jumapili ndo tunajifanya wote watakatifu. Anaanzia nyumbani kwanza, akiwa njiani anakuja anatubu kwa jina la Yesu. Akitoka tu ule mlango, maisha yameanza. Akishatoka tu pale, maisha yameanza. Leo ukizungumza habari za utakatifu, hadi Wakristo wanakuona mnafiki. Yaani anajiona yeye ndo anaenda mbinguni peke yake, kwa sababu wameanguka wengi. Wameanguka wengi. Wanakuja kanisani lakini ni waongo. Wanakuja kanisani lakini ni waizi, mpaka wanamwibia Mungu mafungo ya 10. Kwani wewe kwa miaka uliyookoka sasa hivi unaelekea miaka 20, miaka 50 umeokoka, miaka 10 umeokoka. Wewe ni wakukumbusha kwamba 10%, 20%, asilimia ngapi? Wewe ni wakukumbusha. Yaani shida sio kumtolea, kuna dhambi sehemu fulani. Na dhambi ikiingia inakuzuia kufanya vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Inakufanya uanze kupuuzia vitu vya muhimu. Kwanza ujuagi kwamba zaka ni ya muhimu? Kuna ambaye hajui. Maana Mungu anasema mnaniibia. Kuna ambaye hajui. Kuna ambaye hajui kwamba Mungu ni mtakatifu, hapendi dhambi. Lakini kishaingia dhambi, inakufanya uanze kupuuzia vitu vya muhimu, kusudi usikutane na Bwana, uondolewe kwenye uwepo wa Mungu. Na kadri unavyoanza kutenda dhambi, unaanza kufanana na baba yako Shetani. Maana yeye ndo baba wa uongo. Unaanza kufanana na baba yako Shetani. Na hao unawaona tu, tangazo likitoka kanisani wanaanza tu vikundi. Wenyewe amani hawaitaki. Yaani wanachotaka tu ni vurugu vurugu, maneno. Yaani hata kama akutendeshe dhambi tu yeye. Yaani baada inaisha na kufuata. Hivi ulimuona yule mama aliyekuwa anacheza kwaya alivyovaa leo? Kwani kuna ambaye hajawaona waliosimama hapa mbele? Yaani mahubiri hakukumbushi, lakini vitu vya kijinga anakusemesha kila wakati, ambavyo havita. Mavazi ya mtu atakusaidia nini? Muonekano wa mtu utakusaidia nini? Yaani vitu vya msingi havileti kwako. Ujumbe wa leo umeusikia? Yaani yule lazima tubadilike. Hawaletagi hivyo. Ile atakuja tu. Yaani kalikuwa kana ruka tu, kanajiachia tu, kanafikiri ni kwao. Kenyewe kageni. Mtu wa hivi tuangalie vizuri. Anataka kuingizie chuki tu moyoni. Uanze kumtazama mtu yule, yaani kwa namna nyingine ambayo sivyo. Wewe ni watu wangapi leo unawachukia, leo salimiani nao, lakini hawajakufanya chochote? Ni wangapi? Kwa sababu ya maneno tu ulioambiwa na washirika wengine. Yaani usimsogelee yule mama kwa sababu tu walikosana naye, na ukifuatilia aliyekuwa na shida ni yule anayekuambia wewe ndo alifanya wakosane. Lakini anataka na wewe akuingize kwenye mambo ambayo hujui. Wapendwa, tusipokuwa watakatifu kama alivyo baba yetu, hatutaingia mbinguni. Mungu wetu ni mtakatifu. Kwa gharama yoyote lazima tutunze utakatifu. Kwa gharama yoyote lazima. Yeye kwake dhambi haikaagi. Ndio maana unaona wakati Yesu amebeba dhambi zetu pale msalabani, amebeba dhambi za dunia nzima, kwa sababu Mungu katika ofisi yake ni mtakatifu. Unaona Baba aligeuka, hakumwangalia. Na Biblia inasema pakawa giza duniani. Kwa sababu nini? Baba kageuka, hataki kuziangalia dhambi. Yeye kwake na dhambi hawasogeani karibu.
hadi Yesu kazisafisha dhambi, damu yake ikasafisha. Lakini leo tunajifanya sisi tunajua sana, tunatenda dhambi, tuko humo, tunatenda dhambi, tunafanya huduma, mwana praise, yani hapa imbisha na sauti nzuri, lakini ndani hamna kitu, humsaidii mtu yoyote, unajaribu. Yani kuoa hutaki, kuolewa hutaki, ila wachumba unataka. Na sio mmoja. Kuna wa hapa Magorofani, kuna wa Magomeni, kuna wa Kariakoo, ili wasikutane. Lakini umwambie habari za kuoa hataki. Mimi mchungaji sina hela na nini. Lakini hela za kusafiri kila siku kwenda kumuona Goba unazo. Unaenda na kurudi unazo. Yaani dhambi ina namna ya kukufanya ujitetee wakati unapotea. Kama uko tayari kuoa au kuolewa, mahusiano ya nini? Ni ya nini? Si kutendesha dhambi tu. Lazima uingie siku ambapo utakuwa tayari. Ukisema mimi sasa nataka kuoa, naiona ndoa mwaka huu, ndo naanza. Yaani mimi nakupenda. Unanioa lini? Bado Bwana hajasema. Bado najitafuta. Na nyinyi wabinti ambavyo mwangaliagi, huo ni mwili, atakupoteza. Huo ni mtakuwa mnaongea nini miaka 3? Yaani kama mnasomea diploma ni course. Yaani miaka 3 anakupanga tu, asubuhi nakupenda, jioni nakupenda, mchana nakupenda, mahali atoi. Miaka 3. Kinachotafutwa nini? Ni dhambi. Anatengeneza mazingira ya kukupoteza. Anatengeneza mazingira ya kupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mtakatifu. Anataka tuishi katika utakatifu. Tukose vyote lakini sio utakatifu. Utakatifu baki pale pale. Tunaweza tukakosa marafiki, tunaweza tukakosa ndugu, lakini tukibaki na Mungu yote yanawezekana. Watarejea marafiki tu, watarejea ndugu tu, tuwakose wote lakini sio Yesu. Haleluya. Lakini sio Yesu. Tuwakose wote. Hata kama uwe mtoaji mzuri, usipoachana na dhambi, mbinguni hamna, ukutani na Yesu. Utakuwa unakutana na sisi wachungaji tu, ukija tunapokea tunakula, ila Mungu ukutani naye. Na mchungaji ukija unamkuta kwenye mwili. Nakutana naye kwenye mwili, mnacheka, nazipokea, naweka mfukoni, nakula kitimoto. Lakini wewe kukutana na Mungu, thubutu. Haleluya. Hata Yesu yale mafuta aliyopakwa ile siku anakaribia kufa, si ya kahaba, aliyatoa wapi? Si kwenye uzinzi. Kaja akampaka Yesu, kwani alikataa? Kwani alikataa Yesu? Usinipaka hayo mafuta, umetoa kwenye uzinzi. Toa. Alipakwa sadaka. So hata wewe usipotaka kutengeneza maisha yako, utakuwa unakuja dondosha sadaka yako unaenda, ila Mungu hukutani naye. Yule binti ambaye alikuwa ni kahaba alitubu, alilia. Zamani ukiangalia wana wa Israeli, ishara moja ya kutubu, walikuwa wanajipaka majivu, wanavaa yale magunia, wanalia. Na alipokuja kwa Yesu, yule mwanamke alifanya kile kitendo.
Ndio maana unasikia Yesu anamwambia dhambi zako zimesamehewa. Kwa nini? Alitubu. Na pale Mungu alinipaga somo ya ibada harisi. Watu Mafarisayo wakabaki wanaangalia, Karigekuwa nabii huyu mtu angejua kwamba huyu alikuwa kahaba. Kwani inahitaji miaka mingapi kutoka kwenye ukahaba na kuwa mtakatifu? Ni sekunde hii. Wewe utabaki umeshikilia historia ya mtu, kumbe mtu amebadilika, ukabaki unalaaniwa. Mtu amebadilika. Jana ulimkuta anafanya mambo mengine, leo usiku kaamua kutubu. Hao hapa ameketa anasema Yesu nisamehe, sirudi tena. Yesu amkumbushage, ameshabadilisha. Anaanza upya. Wewe uliyeshika historia utabaki na historia, yeye kashabadilika. Wakabaki wanamlaumu yule mwanamke, lakini yeye kakutana na Bwana. Anaambiwa dhambi zako zimesamehewa. Maana yake akifa leo mbinguni anaingia. Waliokuwa wanacheka watabaki wanacheka na mbinguni hawaendi. Nisikilize, kinachotutofautisha na haya madhehebu mengine na haya makanisa mengine, sisi kwetu tunaheshimu takatifu. Tunaheshimu takatifu. Ndio maana hata mkiwa wachumba tunawafundisha msiwe mnatembea mmeshikana mikono, mko wawili, maana guest mnakula, maana wapi. Tunawafundisha hivyo vyote, maana sisi kwetu utakatifu sio mjadala. Ulindwe usilindwe, utakatifu ni maamuzi unayopaswa kuyafanya na kuyasimamia. Eti mimi nimezeeka, kwani nitakufa peke yangu? Ndio uingie kwenye dhambi. Ndio uingie kwenye dhambi. Especially wale ambao uliwahi kuolewa au uliwahi kuoa, mke au mume akafariki ukabaki na tutoto tudogo. Mara nyingi wanapotezwaga. Kanakuja kakijana kila siku, mara pipi kwa watoto. Watoto, yani unaleaje watoto? Pole, mara hii utawanunulia sukari, mara hii kukuoa hataki, lakini anapitia watoto hakupate. Halafu na wewe ukiona anahudumia watoto, yeye mwenyewe mzuri, niliwahi ukitaka kuoa, oa tu. Usiruhusu dhambi. Usiruhusu. Usiruhusu. Maana watoto wanatambulishwa, mjomba, huyu ni mjomba wako. Anakuja mjomba siku mbili, wiki tatu, anakuja mwingine. Huyu mjomba, wajomba wenyewe hawajui ni wa kwa baba ni wa kwa mama, upande umpi. So mtoto anakuwa anajua haya ndo maisha. Kumbe mtu akikuwa vizuri lazima awe na wajomba wengi. Tunakipoteza kizazi. Tunaingiza mbinu ambazo sio za utakatifu. Tunatetea uovu. Hapana. Hapana. Lengo letu ni kwamba siku moja akirudi Yesu Kristo tuweze kukutana naye, tuingie mbinguni. Lazima tuishi maisha ya uhakika. Tusidanganyane wapendwa, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Lazima utakatifu. Acha nikupe andiko kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 19, naomba tusome mstari wa kwanza na wa pili. Mambo ya Walawi 19 ule mstari wa kwanza na wa pili. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na
mkutano wote wa wana wa Israeli, waambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Naomba fungua kwenye kitabu cha Wathesalonika wa kwanza 4:7. Wathesalonika wa kwanza 4:7. Maana mwingine atasema hiyo ilikuwa ni agano la kale. Tikiko Wathesalonika wa kwanza 4:7. Maana Mungu hakunitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapomuita Musa ameishi maisha mazuri katika nyumba ya wafalme. Ana kila kitu mle. Misri wakati ule ulikuwa inafanya vizuri, ina kila kitu, ina maendeleo. Musa anatoka kule ameua mtu. Baada ya kuua mtu anakimbia anaenda jangwani. Na wakati anazunguka mle akakutana na Mungu. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wakiomba kule Misri, lakini Mungu akajitokeza kwa Musa akiwa yuko mle jangwani. Na moto ukashuka ukaanza kuwaka, na Mungu akamwambia maneno atoe viatu vyake, maana mahali alipo ni patakatifu. Tunazikumbuka hizo habari. Ndio huko wenzetu tumewaona wakiwa wanaenda kusali zao, viatu wanafanyaje? Wanaacha nje, wanasema mahali patakatifu. Wenyewe wameichukua yani literaro, wameichukua kikawaida. Utakatifu na viatu vinaingiliana wapi? Utakatifu na viatu vinaingiliana wapi? Wenzetu wameibeba kama ilivyo vua viatu. So naamini wakiingia bila viatu watakatifu. Lakini Mungu alichokuwa anakimaanisha, Musa ameua mtu, ana dhambi, anakimbia kwa sababu wanamtafuta, ana dhambi. Na Mungu ukiwa na dhambi hawezi kukutumia, hawezi kufanya chochote na wewe, kwa sababu yeye na dhambi haviendani, ni mtakatifu. Hata shetani alifukuzwa mbinguni kwa sababu alitenda dhambi. Hakuna nafasi ya watenda dhambi kule mbinguni. So kwa njia nyingine Musa anatubu, anaachana na dhambi alizozitenda. Sasa viatu anavua, anaingia humo kwenda kusali. Akitoka ni mzinzi, anaoa wake wawili, anaoa wake wanne. Kuna utakatifu hapo? Hata ukivua viatu tunajidanganya. Anachokitaka Mungu tufanane naye, alivyo mtakatifu na sisi tuwe watakatifu. Ukiwa mtakatifu utaisikia sauti ya Mungu. Ukiwa mtakatifu utaomba na maombi yako yatajibiwa. Ukiwa mtakatifu utapata yale mahusiano ya moja kwa moja na Mungu. Yaangalie maisha yako yalivyozunguka na dhambi mpaka umezoea. Siku hizi hata kusema uongo kwako ushtukagi, umeshazoea.
Siku hizi kusengenya kwako ni jambo la kawaida, uishtukagi. Afadhali na mwanzoni ulikuwa ukifanya hivyo, hapo hapo natubu, oh Yesu nisamehe. Lakini siku hizi hata kutubu, unaishi kwa mazoea. Umeoa, umeolewa, mara ya mwisho umemkosea mume wako ukamwomba msamaha lini? Mara ya mwisho umemkosea mke wako ukamwomba msamaha lini? Mpaka wengine hapa nikikwambia niende kamwombe msamaha mume wako kwa yale uliyomkosea, kwanza atashtuka. Kuna nini leo? Maana sio kawaida yako. Wewe ukikosea unafunika tu, urekebishi. Wewe ukikosea urekebishi, limekuwa vitu vya kawaida kwako. Huo sio Ukristo. Huo sio Ukristo. Ukristo lazima tulinde utakatifu wetu. Yesu alitupatia utakatifu kwa gharama kubwa, na tunapaswa kulinda na sisi kwa gharama kubwa. Tusiuchezee utakatifu. Alipigwa kwa ajili ya utakatifu wetu. Walimuua kifo cha aibu pale msalabani ili arejeshe utakatifu. Hata sisi tunapaswa kulinda huo utakatifu kwa gharama zote. Kwa gharama zote. Kuna sehemu nilienda kuhubiri. Nikahubiri. Yaani nahubiri napata wakati mgumu, naona na ile siku Bwana Praise wao walikuwa wamekaa, wamewekewa na viti kule madhabahuni. Nahubiri lakini nasikia kuna mvuto fulani. Yaani kuna ugumu fulani. Nikasema hapa kuendelea na maombi ni kama najisukuma, kuendelea na mahubiri najisukuma. Tuingie kwenye maombi. Wote tusimame. Hamna cha kuimba, hamna cha nini, wote. Wana praise wanakimbilia kushika maiki. Nimesema maiki chini, tunaomba wote. Kwani kuna aliyebaki kwa wana praise? Wote wana mapepo. Lakini ukisikia sauti wanasifiwa pale, wanasema yani ukitaka praise kachukwea pale. Pale ndo penyewe. Wana sauti hivi, wameenda darasani, wana kodi hadi walimu kunyosha sauti zao, lakini viroho vyao vimekufa. Hawanyoshi viroho vyao, wananyosha sauti zao tu. Yaani viroho hawaambiani. Wapo tu wanaendezana, hiyo sauti ya pili, ya tatu, mpaka ya saba sijui kama ipo. Lakini rohoni hamna. Uona, angalia mchungaji, unahubiri hapa, wangapi wana praise, wana madaftari wanaandika, wanaangalia. Hapa wafanyagi, ila kule kwetu hapa hamna. Lakini kule kwetu mkute ana daftari ya kuandika, ametoka kuimba kae. Kwanza akitoka kuimba, yeye ni wa kutoka toka nje tu. Yaani mara sijui anatafuta nini, anachokitafuta hakijui. Toka nje rudi, toka nje rudi. Anapoandika hamna. Na waangalia hapa. Hawaandikaki. Halafu akimaliza yeye anajua nafasi yake ni kusimama tu kuimba hapa. Hapana, umfanyii favor Mungu, na wewe uko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Hata wewe unahitaji kuhudumiwa na Bwana, sio kuhudumu tu. Hata matukio tukiwaita, alika kwaya mbalimbali, watakuja hapa, piga sifa zao, wakimaliza tu ndo wamepotea. Maana kwao wenyewe ni maonyesho. Yani tuoshe leo, tuwafunike. Hatuji hapa kufunikana. Lazima tumtukuze Bwana, lazima tumuinue Bwana. Na ukiwepo utakatifu, mashindano hayatakuwepo. Tutaabudu na Mungu atashuka, na uwepo wa Bwana tutaona. Kila mmoja atakutana na Bwana. Kila mmoja atakutana na Bwana. Mimi sijua kama ni mimi tu, kuna wakati napataga wakati mgumu. Watu watasema yani leo sifa zilikuwa nzuri, mimi naona maigizo tu.
naangalia naona hamna kitu, kuna ukavu fulani, Haleluya. Lazima tuamue kuutunza utakatifu kwa gharama yoyote. Tukisema maombi, tunakuja kuomba. Tukisema kufunga, tunafunga. Hata shughuli za kufunga waimbaji hapa Dar es Salaam wanafungaga, lakini Tabora tunapata wakati mgumu. Yaani swala la kufunga hayupo, swala la maombi hayupo. Tunasema ibada inaanza saa 12:30, tunaanza na maombi, na tukimaliza maombi wanaokuja kusimama kwanza madhabahuni ni wana praise, lakini kuomba kama madhabahu iendelee kutunza moto hawataki. Anataka afike tu kwa kuchelewa apitilize huko mbele, ila kuchochea kwamba moto uendelee kuwaka hataki. Mungu analihutubia kanisa kiwango kwamba hata mchungaji anaona yani haina haja kuendelea kuhubiri, anafika tu na mshukuru Mungu, asante Yesu. Hawa wanaongoza maombi tu, tunakushukuru Bwana, tunaishia hapo. Tunaishia hapo. Tumefanyia kwa kina Sulemani, kwa sababu walijitakasa, wakawa kwenye utakatifu. Walipoanza kumwabudu Mungu, uwepo ukashuka, nguvu ya Mungu ikawepo. Wahudumu walipofika hawakuhudumu, wakaja tu, Yesu asante, tunakutukuza kwa uwepo wako. Wakatamka, kila mmoja ondoka na baraka za Bwana, na watu wakabarikiwa. Utakatifu lazima tufanane na Mungu. Haleluya, lazima tufanane na Mungu, lazima. Yaani bado inaendelea, mwingine yuko kwenye simu, nazo message hata sieleweki. Yaani mhubiri anachelewa sana, nikitoka na kuja moja kwa moja huko. Na wanavyotusemaga akishika mchungaji yaani ibada mpaka saa 9, afadhali akihubiri yule msaidizi anamwogopa baba, yule anawaigi. Yaani utakuta yeye saa 7 ameshatuachia, ila akishika mwenye madhabahu jamani. Ila kwenye mambo mengine ukwaziki, unachokiwaia kwamba utoke uende ukakifanya wala akipo, unatoka tu unaenda kukaa nyumbani. Mwingine mara atakuja tu ni usingizi mwanzo hadi mwisho, na spika kubwa hizo utakuwa umerogwa kweli. Yaani na spika kubwa hizo zinavyopiga kelele unapata usingizi, unalala. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuamue. Mwambie jirani yako kwamba utakatifu, usipotunza utakatifu kuna mambo hayataenda, utatumia nguvu kubwa. Vitu ambavyo Mungu anapaswa kusaidia moja kwa moja hata kusaidia. Usipotunza utakatifu utapambana kwa nguvu zako na utashindwa. Ndio hao wa Kristo tunasikia amekata tamaa, amechoka, maana alikuwa anatumia nguvu zake. Ukitumia nguvu za Bwana huwezi kuchoka, sio za kwako, anakubeba. Haleluya. Ukiwepo utakatifu hautapata shida kuja kanisani kumwabudu Bwana, hautapata shida kumtolea Bwana, hautapata shida kuchanga kwenye mambo ya Mungu, hautapata shida kwenye swala la ibada. Wewe utakuwa mstari wa kwanza, hautalazimishwa na chochote, maana wewe Bwana atakuwa msaada wako. Roho Mtakatifu atakuwa anakuongoza, utakuwa unatembea kwa nguvu ya Bwana, sio kwa nguvu yako na kwa akili zako. Yaani kuna akili, kuna wakati mwingine ambapo akili zinataka kukupoteza. Usipokuwa rohoni unapotea. Kuna wakati yani lazima usimame uikemee mpaka akili yako, sema nyamaza, alafu unafanya maamuzi mengine. Maana akili inaanza kuchakata, yani ukifanya hivi wewe itakuwaje? Sasa wewe kila wakati unachangia kujenga kanisani, wewe utajenga lini?
Yaani akili za kawaida zitakwambia hivyo. Lakini kuna wakati unapaswa hata akili yako unainyamazisha, unaruhusu sauti ya Mungu isikike zaidi. Unaruhusu sauti ya Mungu iamue juu ya maisha yako, juu ya kitu unachotaka ukifanya. Juzi tulikuwa tunacheka na mchungaji, namwambia mchungaji, vijana wetu wenyewe swala wanayotaka kumsikia Mungu tu ni uchumba. Ikija kwenye mambo mengine wamsikiagi Mungu. Kwamba michango nini wamsikiagi Mungu. Unataka kufanya maamuzi ya biashara, usemi kwanza niombe, nimsikie Mungu alafu nifanye. Ila kwenye uchumba bado namsikiliza Mungu. Kama uliwahi kumsikia. Kama umsikilizaji kwenye vyote hivi, unataka uje umsikilize kwenye sehemu moja, thubutu uisikie hiyo sauti. Yaani kama ni mtego, unataka umtege Mungu, wezi. Kama ni kumsikia, msikie kwenye vyote. Kabla hujaamua utamsikiaje, ukitunza utakatifu. Ukiwa mtakatifu kama alivyo, wewe akisema sauti yake utaisikia. Akizungumza na wewe, maamuzi utafanya. Kwa nini miaka mingapi mpaka sauti ya Mungu isikike? Ni wewe tu ukikaa vizuri na Mungu, anaongea popote. Hata leo anaongea na wewe, lakini kuna ile unayoisubiri wewe ambayo inatoka mbinguni moja kwa moja, hutakuja kuisikia. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu. Nakwambia ukweli, kuna viwango utaenda, kuna vitu utafanya. Angalia Yusufu. Anakuja kuona kilichonibeba tangu utotoni. Leo na ukiwa na utakatifu, naishi maisha matakatifu, hata kupendeza unapendeza, utumii nguvu kubwa. Yaani unavaa simple tu unapendeza. Mara umevaa dera wanakusifia umependeza. Umevaa kitenge wanakusifia umependeza. Ila mwingine anavaa suti ya 500, hata kusifiwa asifiwe. Mara yeye mwenyewe ninashia yeye kujiangalia. Yaani anasimama kwenye kioo masaa 10 hamna. Anatoka njiani hata mmoja. Ila wewe umevaa kawaida tu, lakini umependeza. Pengine unaona kama wanakutania, kumbe hapana, ni utukufu wa Mungu. Hata kuzeeka uzeki haraka. Ukiwa kwa Yesu uzeki haraka. Yaani mpaka nashangaa mama askofu akiwa anaruka anacheza hapa. Tafikiri binti mdogo. Kwa nini? Kwa Yesu. Ukiutunza utakatifu wala kuzeeka uzeeki. Wakina Musa ukisoma habari zao, kadri walivyokuwa wanazeeka, macho yao yalikuwa yanapata nguvu, wanaona vizuri. Kadri walivyokuwa wanazeeka, bado wana nguvu. Kwa nini? Waliutunza utakatifu. Waliutunza utakatifu. Leo vijana wetu wanachoka haraka. Kuna mwingine nilikutana naye mdogo kabisa. Anakuja, ukimwangalia, ni bibi. Yaani anafika hapa, namuona huyo ni mama kabisa hilo. Kidogo nimwamkie. Naambiwa ni mdogo wake na yule, nikakataa. Mdogo wake na yule ana miaka mingapi? Eti 27. 20 hivi. Yana amechoka. Utafikiri anakimbilia 50. Dhambi inakufanya uzeeke mapema, inakukosesha kibali. Dhambi yani inakuondolea fursa. Hapa mwezi kuitika amina.
Anasema hapa ametumwa huyu kuja kutusema leo. Ndio nimetumwa kabisa, na mimi nimekubali kutumwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Dhambi inakuzeesha kabla ya umri wako. Mimi kuna watu nimesoma nao leo, ukiwakuta namwambia rafiki yangu, utasema ana adabu mchungaji. Anaambia huyu mzee rafiki yake. Yaani ukimwona amechoka. Yeye ni pombe, mara wasichana, amechoka vibaya mno. Shida ni dhambi. Shida ni dhambi. Weka maisha yako vizuri. Yakiwa maisha yako yamekaa vizuri ya utakatifu, hata marafiki utakao kuwa unawavutia watakuwa ni marafiki wanaojitambua. Kama hujaolewa, watu watakao kuwa wanakuja kwako ni watu wanajitambua. Ukimwangalia tu unamuona ndio kuna vitu vinafanana, lakini wewe unajisema umeokoka. Wanaokuja kuchumbia ni hawa tu. Mchungaji mimi, yani wanaokujaga ni hawa watu. Rohoni nasema na wewe ni mwili tu auendage kule, lakini rohoni rohoni mko hivi mapacha. Si ndege za kufanana zinatembea pamoja, zinaruka pamoja. Sasa wewe kutakujaje hawa wakati wewe sio wa kule? Ndio anza kujichungulia. Mwingine anasema juzi tu alikuja. Mwanze kujiangalia. Maana akija kwako, kwanza utakuwa na ujasiri wa kuongea naye. Mimi kama ujaja na habari za uokovu, hatuongei mambo mengine. Nilikuwa naomba unipatie nafasi ili tuongee vizuri, kwamba hiyo nafasi sina. Kama umekuja ni kushauri habari za Yesu, niko tayari, nitakuunganisha na mtu wa kusaidia. Maana wengine wanajifanya wajanja. Hawa vijana wana mbinu nyingi, mwe makini mabinti. Yaani akija kwako anajifanya anataka kujifunza kwako. Yaani mimi nimeokoka juzi tu, nataka waanze kunisaidia mambo ya ulokole. Kwani hamna vijana wengine na mchungaji hayupo? Binti ndio umeona tu, naye umemwona mpole, ndio huyo namfuata. Unanisaidia mambo ya kiroho ili nikue, yani nimjue Mungu vizuri. Alikuonea wapi kwamba wewe unajua vizuri mambo ya Mungu? Si aende kwa vijana wenzake au kwa mchungaji anayetufundisha wote. Lakini mtego sasa hivi wanazitafuta njia zote. Sisi wakati tunasoma college kule tuliambiwa kuna mtu alikuwa moja ya hawa, alienda kusoma chuo cha Biblia cha wachungaji. Lengo aijue Biblia ili awaangushe vizuri, awatandike vizuri wa Kristo. Wakati yuko huko na anakaa na wachungaji, anatafuta yale maswali yanayowasumbua, anatafuta namna wanavyoishi wazinzi, anatafuta namna wanavyofanya mambo yao. Alipomaliza kusoma chuo cha Biblia, kaanza kutembelea kwenye radio station, kaanza kuzitoa siri za Wakristo. Mara wenyewe hawakubaliani. Unyakuo utafanyika lini? Wenyewe hawajui. Mara hiki. So, anapotaka kitu kwako anajifanya kama yuko pamoja na wewe. Lengo akupoteze. Lakini sisi tunakataa. Imetosha kukutana na watu wametuumiza sana. Imetosha kubembelezana na watu wametuumiza sana. Tunataka tukutane na Bwana. Tukikutana na Bwana tutakuwa salama. Tukikutana na Bwana ataleta watu sahihi. Tukikutana na Bwana atafungua milango. Tukikutana na Bwana atatuonyesha njia. Tukikutana na Bwana atatubariki. Tukikutana na Bwana atasema
inasema na maisha yetu tumechoka kuwatafuta watu, tumechoka kupembelezana na watu, tumechoka kunyenyekea chini ya watu. Leo tunamtafuta Bwana, tukutane naye kwenye ndoa zetu, tukutane naye kwa maisha yetu binafsi, tukutane naye. Tukikutana naye kuna vitu tutavipokea, na vile vitu ambavyo tulipoteza, wale watu ambao tuliwapoteza watarejea tu, maana kuna kitu kitakuwa kimebadilika kwetu. Watatafuta kuwa marafiki nasi, watatafuta kuwa karibu nasi, kwa sababu tuna kitu cha tofauti. Tumembeba Bwana mzima, anaishi ndani mwetu. Hiyo itawezekana tukiwa watakatifu, itawezekana. Anawatafuta wamama watakaokuwa watakatifu, anawatafuta wababa watakaoamua kuishi maisha matakatifu, anawatafuta vijana watakaoamua kuishi maisha matakatifu. Akiangalia hapa Tanzania, anakuona wewe, anasema yupo kijana wa kufanana na mimi katika utakatifu. Akiangalia hapa, anasema yupo baba wa kufanana na mimi katika utakatifu. Akiangalia, anasema yupo mama wa kufanana na mimi katika utakatifu. Lazima tuamue ili Bwana afanye kwenye maisha yetu. Lazima tuamue kuishi maisha matakatifu, tuamue kuishi maisha yenye upendo, tuamue kuishi maisha ya uaminifu. Tukiamua, Bwana ataonekana. Wakituona watu, wakitutazama, watamuona Jehova ndani mwetu. Wakitazama tunavyoishi kwenye ndoa yetu, watamuona Mungu wetu. Kama ilivyokuwa kwa Shadraka, Meshaki na Abednego walipokataa kutenda dhambi na kuabudu Mungu mwingine, wakasimama na kutunza utakatifu wao. Mungu akaonekana, akawatetea, na yule mfalme akasema, kuanzia leo tutamwabudu Mungu wa Shadraka, Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego. Hata kwenye kizazi chetu Bwana namtafuta yule mtu ambaye watu watasema, tunataka tumwabudu Mungu wa mchungaji, tunataka tumwabudu Mungu wa yule kijana, tunataka tumwabudu Mungu wa yule mama, tunataka tumwabudu Mungu wa yule baba. Hata kwenye kizazi chetu Yesu anawatafuta wale watu watakayomwakilisha vyema, anawatafuta wale watu watakaokuwa mabarozi. Wakionekana, Yesu anaonekana kupitia wao. Katika huduma yao, Yesu akaonekane. Katika kazi yao, Yesu akaonekane. Katika ndoa zao, Yesu akaonekane. Katika maisha yao, Yesu akajitwalia utukufu. Anakutafuta wewe. Ni majira yako ya kukutana na Yesu. Ni majira yako ya kukutana na Mungu uso kwa uso. Ni majira yako ya kukutana na Bwana binafsi. Hajatutembelea kwa wingi. Anakutaka wewe, anakutaka wewe, anakutaka wewe binafsi. Akutane na wewe, abadilishe maisha yako, aseme na wewe, akuinue, akuonyeshe njia, akusaidie, akubariki, akuinue. Anakutafuta wewe binafsi, anakutafuta wewe binafsi, anakutafuta wewe binafsi. Ukiamua utafanikiwa tu, ukiamua atashuka kwako. Ni wakati wa kuangalia rohoni mwako, ni nini kinachofanya usifanane na Bwana. Haya katarabasia repara katarabasekete. Angalia ndani mwako, angalia rohoni mwako. Yale maisha matakatifu unasikia tu kwa watu, haujaanza kuyaishi. Anza kuangalia rohoni mwako. Kwenye maisha yako kuna haja ya kukaribisha utakatifu ndani mwako. Akija Yesu anaingia na utakatifu, anaingia na utakatifu, anakutakasa, anakusaidia uishi maisha yanayomfurahisha Bwana. Kila dhambi inayokutenganisha na uwepo wa Bwana, kila vikwazo, kila vizuizi vinavyokuzuia usikutane na Bwana, usionane na Bwana binafsi, siku ya leo omba ili uvikatae visikuzuie.
visikuzuie tena, visikuzuie tena. Ni majira ya kukutana na Bwana, ni majira ya kumwona Bwana binafsi, ni majira ya kukutana naye. Imetosha kusikia hadithi tu kwamba wazazi wetu walikutana naye, kwamba mitume walikutana naye, kwamba manabii walikutana naye. Imetosha, imetosha. Leo tunataka sisi tukutane naye, tusisikie tu, lakini na sisi tukutane naye, na sisi tuwe na historia ya kusema tulisikia halafu tukakutana naye, ili tuweze kuambukizia kizazi kinachokuja mbele yetu. Lazima na sisi tukutane naye, lazima na sisi tukutane naye. Isiishie tu kuambiwa, isiishie tu kusikia. Tunataka hata sisi tukutane na Jehova, tukutane na Jehova. Yuko pale pale, hajabadilika, hajabadilika, yuko pale pale. Yeye ni mtakatifu, yeye ni mtakatifu. Anataka tukutane naye. Unaweza kusimama mahali ulipo, ingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi, fungua kinywa chako, anza kuomba.